Steven Dese Mukwala pamoja na Joshua Mutale Budo SGR wanatafutiwa mahala pengine pa kwenda kuongeza uwezo? Of course, hata mimi nimeziona hizo taarifa na kwangu mimi sishangai kwa sababu ni wachezaji ambao wamepata nafasi kubwa ya kuonesha, lakini bado hajakidhi mahitaji ya namna ambavyo Simba anatamani kuona kutoka kwao. Ukimwangalia Joshua Budo Mutale, kuna nyakati anakupa kitu, kuna nyakati anakunyima, kuna nyakati anakupa na kunyima na anakuja na kutoka. Lakini ukiacha hivyo, mtu kama Steven Dese Mukwala bado pia hajaonesha ile consistency ya ubora, kwa maana kukupa leo bora, kesho kutoa bora, bado hajatoa hiyo fursa. So moja kwa moja utagundua kwamba Simba kwa nyakati ambazo yuko nazo sasa hivi wanatamani sasa kujaribu kutafuta kwenda kujaribu bahati kwa wachezaji wengine, kwa sababu hakuna garantia kwamba unaweza kwenda kumsajili mchezaji akaja kukupa kitu bora, lakini pia timu kuna nyakati zinatapatapa. Unaweza kumtoa huyu kaleta mwingine akawa bora, kuna nyakati unaweza kaleta mwingine asiwe bora kuliko yule mtoa. Kwa ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwangu mimi Simba ni wakati sasa na wao kujaribu kufanya maamuzi magumu. Tena kwangu mimi nadhani Simba walipaswa kufanya maamuzi magumu zaidi ya haya ambao wameyafanya. Kuna wachezaji wengi sana kwangu mimi natazama kama wanakula mishahara tu ya bure. Mchezaji kama New Maema ni miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza, lakini kwangu mimi siridhishwi na kiwango ambacho amekuwa kikionyesha. Ni mchezaji wa daraja la kawaida sana, na kwa namna mahitaji ya Simba ambavyo anataka, obvious lazima atafuta wachezaji ambao watakuja kuisaidia timu. Lakini kwa New Maema sioni kwamba anaweza kaitoa Simba sehemu moja kuipeleka kwenye sehemu nyingine. Kwa miongoni mwa wachezaji ambao kama ningekuwa sehemu ya maamuzi, New Maema pia ningekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwangu mimi ningewakata kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu uhitaji wa Simba kwa sasa hivi umekuwa ni mkubwa, na unapokwenda kusajili wachezaji lazima uangalie wachezaji ambao watakuwa washindani kwenye kikosi. Kama utakuwa wachezaji washindani wa kikosi, obvious huwezi kuwini mataji. Wewe just imagine namna ambavyo squad ya Young Africans jinsi ilivyo, just imagine namna ambavyo squad ya Azam FC jinsi ilivyo, afu angalie angalie wachezaji wa Simba, utaona kuna daraja fulani Simba wameacho. Na yes, na ukiangalia tu, yani kama unachukua Young Africans unaangalia aina wachezaji ambao wako, unaenda kwenye kikosi cha Azam FC, aina wachezaji ambao wako, ukienda kwenye kikosi cha Simba ukiangalia wachezaji ambao wapo, utagundua kwamba Simba kweli wana haki ya kuwa wanafungwa na Yanga na Azam. Sio kwa bahati mbaya, kwa aina wachezaji ambao wako, lazima waingie sokoni watafuta wachezaji ambao watakuwa shindani moja kwa moja, ambao wataenda kuongeza thamani ya kikosi cha Simba. Kwa miaka ya nyuma Simba ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na wachezaji wengi fighters ambao wanapambana kwenye kiwanja. Ukijaribu kurudi tu miaka ya hivi karibuni, walikuwa kina Luis Jose Miquissone pale, wachezaji ambao walikuwa wanajitoa, wanaifia timu. Ukiangalia kina Medi Kagere namna ambavyo walikuwa wanacheza, Chama namna ambavyo alikuwa anacheza, ukirudi tito nyuma kuangalia kina John Boko, kina Mzamiru Yassin namna ambavyo walikuwa wanajaribu kucheza, kina Pascal wao, utagundua kwamba kikosi cha nyuma cha miaka ya nyuma cha Simba kilikuwa kinashinda mataji, sio kwa sababu walikuwa labda namna gani vipi, walikuwa wanashinda mataji kwa sababu walikuwa na kikosi bora ambacho kilikuwa kinapambana katika kiwanja. Ukiacha hivyo, hata ukiangalia tendency yao katika michuano ya kimataifa, namna ambavyo walikuwa wanafanya vizuri, wachezaji walikuwa na spirit ya kupambana. Yani kuna nyakati Simba inaweza kaenda away ikapoteza goli 5, lakini ikija hapo naamini kwamba hizo goli 5 zinafaje, zinarudi. Yes, lakini sasa hivi Simba sio mzuri nyumbani, sio mzuri ugenini. Kila kona kwake ni changamoto. So unagundua kwamba miongoni mwa maeneo pia ni aina ya wachezaji ambao wako, sio mafighter katika kiwanja. Ni wachezaji wa kawaida ambao kimsingi hawezi kuitoa Simba sehemu moja kuipeleka kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo ukishagundua hivyo, basi ni jukumu sasa la uongozi kuto kufikiria, kwa sababu pia kwenye kuivunja hii mikataba ya wachezaji inahitaji gharama kubwa pia ya fedha, kwa sababu mchezaji ana mkataba uvunje mkataba wake. Na mchezaji, kuna wachezaji kama kina New Maema wametoka na mataifa makubwa, kwa hiyo ukimleta hapa obvious pia mkataba wake hauwezi kuwa wa kupoa. Mchezaji hawezi kumtoa Mamelodi Sundowns umlete hapa utampa mkataba wa kitoto, lazima atake mkataba kidogo wenye hadhi ya klabu ambayo anatoka. Kwa hiyo utagundua kwamba ni wachezaji ambao wana mikataba mizito, lakini kwenye kutafuta mafanikio Waswahili wanasema kwamba furaha inanunuliwa kwa gharama kubwa. Sometimes lazima ununue furaha. Yaani ukisema wana namna gani vipi uendelee kuvumilia kama utaendelea kuvumilia maumivu ya. Paka sasa hamna tetesi za Simba za userious kuhusiana na usajili wa Simba. Zaidi sana ni hawa kina Mukwala ambao wanatakiwa kutolewa kwa mkopo, lakini hakuna majina ambayo yanatisha ambayo pengine yanaweza akamfanya mtu akafuatilia zaidi kwa usajili. Pengine Simba hata kwa kuanza tu imeanza kwa kusuasua. Yaani kwa mechi ambazo imecheza mara nyingi imetegemea uzoefu zaidi na sio uwezo uliopo kwenye kikosi. Yes, ni swala ambalo lipo wazi limefichika. Like kama
Unajua namna ambavyo Simba wanajaribu kufanya sajili zao, namna ambavyo wamekuwa wakitafuta aina wachezaji ambao wanawatafuta, like kama wao ni timu ambayo ina ubora mkubwa, kwa wanatafuta wachezaji tu kuja kuongezea nyama, umerelax, yes, daraja kawaida. So sijajua malengo na madhumuni ya uongozi wa Simba ni yapi, kwa sababu mwisho wa siku lazima tuamini na tuweke imani kwa uongozi kwamba wanajua nini ambacho wanakifanya. Lakini kwenye jicho la kawaida ndio maana nasikia mara zote mashabiki wanalalamika namna ambavyo timu inaendeshwa, aina wachezaji ambao wamekuwa wakisajiliwa hawakizi mahitaji ya klabu, wengine wanaona kama wachezaji ambao wamekuja tu kula hela za bure, hawana mchango wote kwenye taasisi. So lazima uongozi ujitathmini na wajaribu kutafuta wachezaji ambao hata ukimleta mchezaji akija akifeli unasema kweli huyu mchezaji aliletwa lakini alifeli. Siku nyingine unamleta mchezaji na afeli unasema kweli nileta mchezaji afa akafeli. Ipo kwenye football. Lakini sio unaleta mchezaji moja kwa moja unakuja mchezaji wa kumbahatisha kwamba anaweza akanipa kitu kibora ama asinipe kitu bora. Cha msingi leta mchezaji bora alafu aje kufeli kwako. Young Africans washafanya kusajili Wagael Bigirimana, mchezaji ambaye alikuwa na profile kubwa, alicheza paka ligi kuu nchini Uingereza, lakini akaja hapa akafeli. Watu wakajua kwamba mchezaji amekuja hapa amefanyaje, amefeli. Ni jambo la kawaida. Lakini ukienda kuchukua wachezaji wa daraja la kawaida akafeli, inaonekana alichukuliwa mchezaji ambaye hawezi kuperform ndani ya nini, ndani ya Simba. So lazima atambue kwamba unachukua mchezaji mkubwa, hakija amefeli, tunajua kwamba mchezaji huyu amefeli. Lakini ukichukua mchezaji wa kawaida akifeli, inaonekana kwamba umeleta mchezaji ambaye hawezi kuperform ndani ya Simba. Simba ni kubwa kuliko mchezaji. So lazima uongozi pia ujitathmini kwenye hili. Kwenye nyakati za dirisha la usajili kama hili, lazima utafuta wachezaji ambao watakaitoa Simba sehemu moja sehemu nyingine. Ukiangalia kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba mchezo wote miwili amepoteza. Kwa obvious ulitamani kuona Simba sasa hivi ana react tofauti ndani ya hizi siku chache ambazo zimebakia. Anaenda kutafuta mashine kweli kweli ambazo zitakwenda kuisaidia Simba kuivusha katika hatua ya makundi kwenda katika hatua robo finali, ambayo hatua ambayo amezoea mara zote kuifika. Kwa hiyo kwenye nyakati kama hizi, yani sasa hivi inabidi ukikaa ukifungua peji ya Simba unakuta ya moto, yani unakuta peji ya moto, anaitwa mtu anatoa mtu, anaitwa mtu anatoa mtu, anaitwa mtu anatoa mtu, kwa sababu Simba anahitaji mkubwa kuliko timu yote katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa. Yes, kwa sababu ni timu kubwa, ni title contenders, ni timu ambayo msimu ukianza miongoni mwa malengo yake kutetea ubingwa. Lakini ukiangalia paka sasa hivi imeshapoteza ubingwa mara 4, imefungwa na watani zake mara 6 mfululizo. Azam kasharamba mara 2 sasa hivi tunazungumza hapa. Na yeye anaanza kuhesabu. Kwa hiyo utakutoa kwamba kama timu ambayo itakiwa kwa serious katika swala zima, kwa bize katika swala zima la usajili, ilibidi iwe Simba na sio timu yoyote, kwa sababu Simba ndio timu kwa sasa hivi ambayo ina changamoto nyingi. Yani kila sehemu unapoigusa Simba ina changamoto. Ukigusa kwenye uongozi unaona una changamoto, ukiangalia wachezaji kuna changamoto. Kwa hiyo uioni Simba sehemu ambayo unaweza kusema kwamba yes, hapa kuna afadhali. Kila kona kuna changamoto. Yani ukikaa unatamani kumlaumu Mangungu na jopo lake, lakini ukimwangalia ni Maema anachofanya sema huyu sio mchezaji wa kucheza Simba. Yani hivyo, yani kila kona yani kuna hizo changamoto. Sasa ukishaona timu design kama hii, lazima sasa uongozi ujaribu kureact kwa namna tofauti. Mashabiki hao sio wanalaumu uongozi kwa sababu wanatamani furaha wamekosa muda mwingi, wamekosa furaha. Na mashabiki miongoni mwa vitu ambavyo wanavipenda ni furaha. Yani wao hawana kitu kingine. Kuna nyakati ni matokeo mazuri tu. Yani ukisikia shabiki analalamika kuhusu uongozi, yamekosekana matokeo. Ukiona shabiki analalamika kuhusu uongozi, kuna kitu ndani ya klabu akiendi sawa. Yani matokeo tu. Yani mshabiki amna mshabiki hapa leo hii anaweza akasimama akaanza kulalamika kuhusu uwanja, kulalamikia uongozi. Hakuna. Kama timu inapata matokeo, sisi tumeelewana hapa. Lakini utasikia swala uwanja, utasikia swala la basi Eliza, utasikia swala la nini, kwa sababu timu haipati matokeo. Kama timu ingekuwa inapata matokeo, umsikii mshabiki yoyote akizungumza kuhusu changamoto za uongozi wa klabu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.